Kwa majina yangu kamili naitwa Mbaruku Lumumba, lakini kwa majina ya digital content naitwa Teacher Tembo. Mimi nimeanza 2025 kuanza kutengeneza content, ndo nimeanza. Kitu ambacho kimenivutia kuwa mtayarishaji wa maudhui, kwanza nimejiona kwamba niko na kitu ndani yangu. Kwa maana kila nikijaribu kutazama wenzangu wanaofanya, kuna kitu ambacho kilikuwa najijenga ndani yangu. Ndio ikanivutia kufanya jambo hilo, hayo maudhui. Aina maudhui ambayo natengeneza maudhui ya comedy ambayo yanahusisha Kiingereza kwenda kwa Kiswahili. Imeni inspire kwa mtu fulani ambaye nilikuwa namfuatilia sana, ambao nilikuwa nampenda, na mimi nikatamani kuwa kama yeye, ikanibidi nifanye. Yaani ni kitu ambacho nakitengeneza kwa Kiswahili kama kuelimisha watu, kiko kwa Kiswahili lakini kwa Kiingereza kinakuwa ni kigumu kukitamka. Imeni inspire na mtu fulani ambaye nilikuwa natamani kuwa kama yeye, na yeye ndo pia kanifanya pia na mimi niingie katika huo muundo. Video ya kwanza ambayo niliwahi kutengeneza, hiyo video sikuwa na simu ya quality, kwa maana ile video sioni kama ndo video yangu ya kwanza. Naiona kama tu ni video ambayo nilikuwa najaribu, sihesabu katika video zangu kwa sababu nilikuwa sina simu ya quality. Nilijisikia vizuri japo nipata comment mbaya sana. Nilipata comment mbaya. Watu ambao wananijua walisema kwa nini umefanya hivi, vitu hivi na hivi. Nilijisikia vibaya, nikatamani kuacha, lakini kwa sababu ni kitu ambacho napenda niliendelea hadi sasa hivi najitahidi. Sikuwa na kifaa chochote tangu nilianza tu na simu, na hiyo simu haina quality nzuri, but naamini kadri siku zinavyoenda nitajaribu kutafuta simu ya quality ili kufanya content zangu ziende mbali. Changamoto ya kwanza ni simu. Sisi watayarishaji wa maudhui wapya tunakutana changamoto ya simu, kwa maana hadi uwe na simu ya quality ndo unaweza kufanya kitu na kitu yako kikaenda viral. Na changamoto ya pili, maudhui ambayo nilichagua ambayo ninayofanya ni nikijaribu kuposti mtandaoni kwa watu ambao wananijua, wananizunguka, wananitoa comment mbaya, zinanifanya hadi na mimi natamani kuacha. Mimi ufanyaji wangu wa kazi ni huwa na record kutumia rununu yangu. Mimi mwenyewe huwa najirekodi peke yangu, naweka tu simu hapo, ndo natumia hivyo, ama natumia mtu tu ananisaidia ananirekodi. Wapo watu wengi, marafiki, ndugu, lakini niliwaambia hii ni kazi kama kazi zingine. Hao watu walijaribu kunitilia shaka katika utendaji wangu wa hiyo kazi, lakini nijaribu kuonyesha kwamba hichi ni kitu ambacho mimi nimechagua na kinaonekana kama ni kipaji changu. Kitu ambacho ni kigumu sana ni kwamba unatengeneza maudhui, unategemea yaende mbali, mtu kama rafiki yako akikiona anakipita kile kitu, wakati yeye ndo mtu wa kwanza kutusupport sisi, anakivuka kile kitu, kishaona mazingira tu sema anakipita kile kitu. Ndio hicho kitu kinakuwa kigumu sana sisi kutoka, lakini tunajitahidi kufanya our best. Kitu kingine ni kuweka zile sound, ndio zinatupatia sisi wapya, zinatupatia ugumu mwingi sana kuweka zile sound ili mtu aone kitu chako ni quality. Mimi mwenyewe najipatia kwanza nguvu kwanza ya kuendelea, ndio maana na focus sana, hata kama nitapata comment mbaya, lakini na focus na mbele, angalia, naamini ipo siku nitafika. Makosa ambayo yamenisaidia kukua ni kupata comment mbaya. Mazoezi yana muhimu mkubwa sana, kwa sababu ni moja wapo ya kitu ambacho kinakufanya wewe ukienda kwenye mbele ya kamera uwe na ile nguvu ya kutoogopa kamera. Ujuzi ambao najaribu kuboresha ni kujaribu kucreate kitu ambacho watu content wengine hawajafanya.
kwa kujaribu kuna watu ambayo nashughulikia ni yale mawazo ambayo mtu ananiambia fanya hichi utaenda mbali, na ukifanya hichi utakuwa sawa. Ujumbe ambao ningependa kuwapea watu wa Kakuma ambao wananitazama, kitu ya kwanza ningependa kuambia kwamba watu support content creator ambao tuko hapa, tunafanya our best kuwafanya wacheke, wafurahi. Ujumbe mwingine ningewapea, wakiona vitu ambavyo tunafanya wasijaribu kuvipita, wajaribu kutupatia malaiki. Zile like na zile comment ambazo watatoa nzuri, zote na nzuri na mbaya, zote zinatujenga. Wajaribu kucomment katika posti zetu, watu support kwa nguvu, tutafika ambapo tunapotaka. Kuwasiliana na hadhira yangu ni kupitia comment ambao wanazotoa. Comment ambazo wanazotoa hadhira yangu ndo ambao nikizifanyia kazi ndo wanafurahia ambacho kinafanyia kazi. Mafanikio ambayo najivunia, kuna penye nimepofika, japo sijafika ambapo napotaka. Penye nimepofika ni pazuri kidogo, japo sijafika ambapo napotaka. Na washukuru kwa wenye wamenipokea, na nitazidi kuwapambania wenye wananifuatilia. Ndoto yangu kubwa ni kufika mbali. Sio kuishia tu hapa Kakuma, kufika duniani kote. Najiona mbali katika miaka ijayo, kwa sababu najiamini kwa kile kitu ambacho nafanya. Ushauri ningewapa kwamba wajaribu wafanye kwa kujiamini, na watunge content ambazo hapo kabla hakuna mwenye ameshawahi kutunga. Ujumbe wangu ni kwamba wasiogopi kufanya maudhui yoyote. Kwa mfano, mtu anaamua kuvaa dira ili kufikisha ujumbe kwa watu. Usiogopi kwa sababu wewe ni mwanaume, ukivaa dira watakucheka, hapana. Jaribu kufanya kwa uwezo wako na ucreate kitu chako ambacho kitakufikisha mbali. Nawaambia waendelee kunifuatilia, na wapenda wote ambao wanakuwa na comment na kulike na kunishauri kwenye comment. Na wapenda wote wanifuatilie. Niko TikTok, ndo mimi nimeanza, niko TikTok, naitwa Tuti Chatembo. Niko YouTube, niko Instagram, na pia niko Facebook. Kwa hiyo naomba tafadhalini mnifollow, mnisupport, na wapenda nyote. Kwa yale machache yenu ambayo mnanifuatilia, na wapenda wote. Asanteni.